Yaani huwezi ukaitisha maandamano wewe uko Marekani, alafu unataka watu waandamane Tanzania. Hakuna maandamano ya namna hiyo. Tuna vituo vya kupigia kura ambavyo nimejulishwa viko 1007 kwa idadi. Kwa maana ya jimbo la Shinyanga mjini nimejulishwa pana vituo vya kupigia kura 391. Jimbo la Sorwa nimejulishwa kuna vituo vya kupigia kura 364. Na jimbo la Itwangi nimejulishwa pana vituo vya kupigia kura 252. Na hivi vituo vyote vya kupigia kura vimetapakaa kwenye mitaa 55 ambayo inapatikana kwenye wilaya ya Shinyanga na vijiji 143. Hivi vituo 1007 viko katika hayo maeneo. Sasa nini upande wetu kama serikali tunafanya, na mimi kama mwenyekiti wa kamati ya usalama mwenye dhamana ya usalama wa eneo lote la wilaya ya Shinyanga, tumehakikisha tunaweka ulinzi wa kutosha katika haya maeneo yote ya kupigia kura, lakini pia kunakuwa na ulinzi wa kutosha katika vijiji vyetu mbalimbali. Kwa hiyo nataka niwaombe na niendelee kuwasihi wapiga kura wote ambao wamejiandikisha waweze kujitokeza kwa wingi kupiga kura katika vituo ambavyo wamejiandikisha, kwa sababu hali ya wilaya ni shwari na hatutarajii kwamba patakuwa pana mwananchi yeyote mmoja miongoni mwetu ambaye anaweza kuattempt ama kujaribu kufanya vitendo vyovyote vya kuvunja amani ama makosa ya jinai, na tumekuwa tuna taratibu hizo. Lakini ukifuatilia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii unaona kuna baadhi ya watu ambao wanajaribu aidha kutishia ama kusema kwamba siku ya uchaguzi watajihusisha na vitendo vya vurugu na kadhalika. Sasa bahati nzuri sio Shinyanga, lakini Shinyanga ni sehemu ya Tanzania na sisi wote ni Watanzania. Kwa hiyo nataka tu nitoe wito kwa Watanzania wenzetu mahali popote pale walipo kwamba taifa hili limekuwa likifanya uchaguzi kila baada ya miaka 5. Toka tulipopata uhuru tumeshiriki uchaguzi toka mwaka 65, tumeshiriki uchaguzi mwaka 70, mwaka 75 na mwaka 80. Lakini pia tumekwenda kushiriki uchaguzi mwingine mwaka 85, tumeshiriki uchaguzi mwaka 90 na tukashiriki uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi mwaka 1995. Na tokea hapo tumekuwa tukishiriki uchaguzi. 2000 tumeshiriki uchaguzi, 2005 tumeshiriki uchaguzi, na 2010 na 15 na 2020 tumeshiriki uchaguzi mpaka tunafika hii 2025. Mimi bahati nzuri ni wakili na ni mwanasheria. Kwa mujibu wa sheria zetu na hata katiba ya nchi yetu, hakuna mtu ambaye ana mamlaka ya kuzuia uchaguzi. Hili ni jambo la kikatiba na hata rais mwenyewe anaongoza nchi kwa kufuata katiba inasema nini. Kwa hiyo nataka tu kusisitiza kwamba ukiwa Mtanzania wa kawaida, ukiona kwamba hata mkuu wa nchi hana mamlaka ya kuzuia jambo fulani kwa sababu liko kwa mujibu wa katiba, wewe mwananchi wa kawaida lazima uchukue tahadhari za hali ya juu. Asi akakudanganya mtu kutoka mahali popote kwamba wewe una uwezo wa kwenda kuzuia uchaguzi usifanyike. Sana sana utakuwa unatafuta madhara, kwa sababu kwa uzoefu wangu pia ni kwamba ukiattempt kuzuia uchaguzi maana yake ni kwamba unailazimisha ama unataka nchi isifuate katiba yake, isifuate sheria zake ambazo zimewekwa. Kwa hiyo kwa kawaida utakutana na vyombo ambavyo kazi yake ni kulinda katiba, kazi yake ni kulinda sheria na kuhakikisha kwamba sheria zinafuatwa. Unapoitisha maandamano, lazima wewe ambaye umeitisha maandamano uwepo kwenye maandamano. Yaani huwezi ukaitisha maandamano wewe uko Marekani, alafu unataka watu waandamane Tanzania. Ama mimi niko hapa Tanzania naitisha maandamano Marekani. Ama mtu yuko Uingereza anaitisha maandamano Tanzania. Hakuna maandamano ya namna hiyo. Kama kweli wa serious na unasema wewe ni mpiganaji ama mwanaharakati, unasema unaitisha maandamano, itisha maandamano alafu tukuone wewe uko front line unakwenda kuandamana. Kwa hiyo huwezi ukaita maandamano ambayo wewe haupo. Hayo sio maandamano. Labda ni uhuni. Kwa hiyo hili lazima liwe very clear. Kwa hiyo hatuna nchi nyingine ya kwenda, ni hii ya kwetu. Ndio maana nasema there is no way kwamba mtu yuko ugaibuni anasema anataka sisi tuandamane Tanzania,
alafu yeye hayupo. No. Hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo nataka kuwatoa wito, mimi kama kijana wa Kitanzania kuendelea kutoa wito kwa vijana wa Kitanzania ambao baadhi yao katika mikoa mbalimbali wanahamasishwa wajihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani, kwamba don't do that. Na huku kwetu kama hapa Shinyanga nimezungumza na vijana, sasa hivi mvua zimeanza kunyesha, watu wajipange, wapige kura, warudi kwenye shughuli zao za uzalishaji wa mali na kutafuta vipato vyao na kujenga vipato